Hapa tulipo inaitwa kata ya Uchindile. Kata hii ina shughuli nyingi sana za kiuchumi, hasa zao la mbao. Mradi huu ulikuja mahususi kwa ajili ya kuondoa vikwazo katika maeneo ambayo mwanzoni tulikuwa tuna madaraja ya mbao ambayo pia gari ilikuwa haiwezi kupita. Mwisho zilikuwa gari za tani 3, tani 2, na huku zao kubwa ambalo wanazalisha ni mbao na maharage. Kwa hiyo vile vile ilikuwa ni changamoto sana kwa kuweza gari kupita na kuweza kuendelea kuikuza kata hii. Mradi huu umekuwa mkombozi mkubwa sana wa kata hii ya Uchindile pamoja na halmashauri ya Mlimba, kwa sababu barabara hii ya Uchindile Mgololo Mlimba ina urefu wa kilomita 105. Barabara hii ni muhimu sana kwa uchumi wa halmashauri ya Mlimba. Gharama za mradi zilizotumika hapa ni shilingi milioni 696.3. Ujenzi wa madaraja makubwa box culvert 4 na madaraja madogo 2 na urekebishaji wa maeneo yenye changamoto kilomita 1.5 na kufanya jumla ya mradi mzima kuwa shilingi milioni 696.5. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tunamshukuru sana mtendaji mkuu, tunashukuru sana wafadhili World Bank kwa juhudi kubwa ambazo wamefanya kwa kuweza kuwawezesha wakazi wa kata hii ya Uchindile pamoja na halmashauri ya Mlimba kwa ujumla katika kutatua changamoto hii ya barabara. Tunawashukuru sana. Kimsingi daraja hili limekuwa chanzo kikubwa sana cha kusaidia katika idara ya afya au sekta ya afya kwa pamoja, kwa maana ya kwamba imetusaidia baadhi ya wagonjwa ambao tulikuwa tunashindwa sisi kama dispensary kuwahudumia na tunatamani wapate matibabu zaidi, huwa tunawapa rufaa kwenda kituo cha afya ambacho kiko kijiji cha Uchindile. Kabla daraja hili tulikuwa tunapata machangamoto kubwa kwamba inafika wakati unataka kutoa rufaa, lakini kutokana na hali ya hewa au daraja kushindwa kupitika, kunaleta adha sisi kuwasafirisha wagonjwa kupeleka mbali zaidi kama Mafinga na maeneo Mgololo, ambapo pia kwa kipindi kile kulikuwa kuna adha ya barabara na madaraja. Kwa hiyo ilikuwa inabidi wananchi wabebe labda kwa bodaboda, wabebane na nini, jambo ambalo kwa wakati ule lilikuwa linahatarisha sana afya zao. Lakini kwa sasa hivi tunashukuru kwamba baada ya mradi huu ambao umetekelezwa na baada ya ujenzi huu wa daraja, tunashukuru Mungu kwamba wagonjwa wengi ambao tunawapa rufaa aidha ya matibabu au ya vipimo wanapata huduma ile kwa wakati na kwa usahihi mkubwa. Jitihada hizi, yani kwa kweli changamoto zilikuwa zipo kubwa. Tatizo lilikuwa kubwa ni barabara na daraja kama hivi, unaona kupita mtu shida, kama vile labda usiku wa manane aende labda huko hospitalini ni ngumu, kwa sababu hospitali mara nyingi ilikuwa huko katani Uchindile. Kwa hiyo unafikia mwafaka mpaka matatizo yanaweza kumtokea mtu makubwa kwa sababu ya changamoto ya barabara na hizi daraja. Hata wanafunzi, kwa sababu shule nyingine ipo huku, nyingine kama hivi ipo katani Uchindile. Kwa hiyo muda mwingine pengine walimu wanaweza hata kutembeleana, lakini sasa changamoto utapita wapi? Daraja. Changamoto kubwa ni daraja. Mpaka dakika hizi ni daraja kama hivi zimetengenezwa kidogo kuna unafuu. Mahitaji makubwa kwa sisi huku, muda mwingine unatamani kwenda huko Uchindile, unapita wapi? Labda upite ndio darajani lelini kule. Sasa wengine kutembea miguu ni shida. Kwa hiyo daraja hizi ndio ilikuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo kidogo angalau tunaona kama kuna unafuu. Kwa kweli ni matatizo makubwa yametupata sana kunyuma huko. Kwa mtu binafsi umekodi bodaboda mara nyingi, kwa sababu sisi vyombo vya usafiri kama magari kama ni mara chache, ila kwa pikipiki kama hizi bodaboda hizo ndio inatakiwa umtafute mtu shilingi 5,000, muda mwingine anakuambia 8,000 mpaka inafika Uchindile. Haya, unaweza kufika Uchindile ulichokuwa unakitaka hamna, utafute tena usafiri kutoka Uchindile tena bodaboda hiyo mpaka Mgololo tena kwa vyombo vya usafiri na daraja zenye kama hizo. Kwa hiyo sasa ndio madaraja yametengenezwa kidogo, tunaona kuna unafuu kidogo. Wakati madaraja haya hayajajengwa, tulikuwa na shida kubwa ya usafiri kwenda kwenye matibabu, kuunganisha vijiji kwa vijiji ilikuwa shida. Halafu kwenye madaraja haya wakati huu hayapo, ilikuwa kwenye uvunaji. Kwa mfano huku tumepanda miti, unakuja kukuta usafirishaji wa mazao haya ilikuwa shida. Na kila mwaka ilikuwa inatugharimu kutengeneza madaraja haya ya miti. Kwa hiyo unakuja kukuta kwa miaka mingi ambayo tulikuwa tunakaa kutegemea madaraja ya muda ilikuwa ni shida, lakini kutoka mwaka jana mpaka sasa hali ya madaraja kwa Uchindile imekuwa salama. Kwa sasa hivi baada ya madaraja haya kukamilika, inamaanisha kilichorahisisha usafiri kwa wambao
ilikuwa inakuwa shida, kwa sababu watu wengi walikuwa wanasafirisha mbao usiku, na unakuja kukuta wakati huo, kwa mfano yule mtu anayekata ushuru kama anakuwa hajapewa taarifa usiku, kutokana na jiografia ya mazingira na barabara zilivyokuwa, ilikuwa ni ngumu, unakuja kukuta mapato yalikuwa yanakimbia. Lakini kwa sasa baada ya madaraja haya kuunganika, inamaanisha sehemu zote kumekuwa ukusanyaji wa mapato umekuwa rahisi. Sehemu zote ukipita kwenda kampuni kunapitika, ukipita kwenda Mgololo kunapitika. Kwa hiyo sehemu zote zimekuwa rahisi.